Yaani wewe umewazuia wanaimaya wasimuone simba wakiunguruma. Damu ya chifu haiwezi kwenda bure. Damu ya chifu, damu ya chifu, kila mmoja. Kiguzo, hiyo ndio ndoto niliyoiota. Yaani mpaka sasa hivi sielewi. Kila ninachokifanya Imayani, naona bado haisaidii kitu. Yaani navurugwa. Sijui nifanyeje. Na sijui utanisaidiaje Kiguzo. Maana naishi kwa hofu sana. Malkia, umekosea masharti. Nikwambia usikutane na mwanaume kabla siku 40 hazijafika. Kiguzo, naomba unisaidie. Naomba nipe nafasi ya mwisho. Manake naishi kwa hofu sana. Ndoto imeniumiza sana. Na kuomba mzee wa mila nisaidie. Kwa hiyo kilichobaki inatakiwa utoe kafara. Kafara yenyewe ni ya damu. Damu tena? Ndiyo Malkia. Damu ya chifu iliyomwagika ni damu ya mtu mkubwa sana. Kwa hiyo inatakiwa mbadala wake atolewe kafara. Kafara yenyewe ni ya mtu wa karibu yako. Sasa Kiguzo, mimi nina watu wangu wengi wa karibu. Ni nani anayepaswa kutoa hiyo damu? Malkia, mtu mwenyewe. Kila hatua utakao kanyaga, yeye yupo nyuma yako. Sawa, nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Malkia, utachagua wewe kutoa kafara au kufa. Chifu mkubwa analinda enzi, lakini kivulini usaliti wa malkia. Vikao vya siri nyuma ya moto, mioyo ya watu imejaa hofu. Uzini mtoto wa porini, alama mgongoni, siri ya zamani.
Mapule, mume wangu, una nini leo? Na mbona sio kawaida yako saizi kuwa hapa na kwenye hali hiyo? Mkunde, mke wangu, kuna jambo linanifanya nakosa raha kabisa, yanifanya nakosa amani kabisa moyoni mwangu. Jambo gani hilo? Ni miezi kadhaa sasa imepita, kila ninapohitaji kuwa karibu na wewe unanikwepa tu mke wangu, hata sijui shida ni nini. Nalijua hilo, najua umenivumilia sana Mapule, mume wangu. Mke wangu, nimevumilia sana kweli, lakini sasa naanza kuhisi unipendi tena. Hapana, usiseme hivyo Mapule, mimi nakupenda na nakupenda sana. Mkunde, sasa kama ni hivyo, kwa nini nakataliwa? Sio kwamba sitaki kuwa na wewe, mimi pia naumia kukuona unateseka mume wangu. Kama ni hivyo, basi niambie ukweli, mimi ni mume wako. Mambo mengine ni magumu kuyaelezea, na nilikuwa natafuta muda sahihi wa kukwambia hili. Mkunde, niambie chochote basi. Kwanza nataka ujue sijaiacha kukupenda Mapule wangu. Mi pia nakupenda sana mke wangu. Nakuhitaji na sitamani hata kukuacha. Basi nakuomba twende ndani. Ndani? Ndiyo, ndani. Kwani leo nataka kukupatia kile kitu ambacho umekikosa miezi kadhaa hapo nyuma. Kumbe leo umenielezea mke wangu. Mapenzi ya kweli hayana kelele, ni moyo tunaongea. Tabasamu lako lanifanya niyote, lakini kimya chako kinafanya niteseke. Najaribu kukusalimia kwa macho. Mkunde, mke wangu, nina hamu sana na wewe. Nahisi unaenda kunitimizia furaha ya moyo wangu. Mboni, mwana himaya wangu wa hii himaya yote ya Ruamba, we ni binti mzuri sana, binti mtanashati, binti shupavu. Hivyo basi, kuna kazi nataka nikupe. Hiyo kazi ni ngumu, ila kwa kuwa we nakuamini, lazima utaweza kuifanya kazi yangu. Chifu wako wa himaya hii ya Ruamba, Maogo, muda wote anaweza akakuita ngomeni. Kuna kazi atakupa ufanye. Hivyo basi, katika kwenye hiyo kazi atakayekupa huyo chifu, na mimi kuna kazi yangu nataka unifanyie. Umenielewa Mboni?
Amri yako ni sheria kwangu mtukufu Malkia. Lakini mimi ni mtoto wa kike, nitaweza? Mboni, haujawahi kushindwa chochote kile. Nakuamini. Hii himaya ya Ruamba mabinti wako wengi sana, ila mimi nakuamini. Wewe ni shupavu, mwaminifu, una kila jambo la kunivutia mimi. Bila shida utaweza. Amri yako ni sheria kwangu mtukufu Malkia. Mbuli. Tana. Amani iwe nawe, mganga mkuu wa himaya ya Ruamba. Nawe pia. Mizimu ya Ruamba ikubariki. Pashambe, mganga mkuu wa himaya ya Ruamba. Asante kwa msaada wako ulionisaidia kipindi nipo mdogo. Yolanda, kwa hii siku gani? Umekuwa? Karibu tena kwenye himaya ya Ruamba. Ndiyo Pashambe, lakini leo ujio wangu ni wa kitofauti sana. Ujio gani? Nataka unisaidie kuipata fimbo ya kichifu iliyopo msitu wa Ruamba. Nisikilize. Hiyo fimbo uweze kuipata wewe wala mimi. Kuna mtu maalum anatakiwa akabidhiwe hiyo fimbo. Pashambe, najua hilo, lakini kwa nguvu zako huwezi kushindwa. Naomba nisaidie kuipata. Haina shida Yolanda, ila kuna nguvu natakiwa nizipate. Nguvu gani hizo Pashambe? Niachie mimi. Sawa, nakuamini. Mwindaji, karibu tena kwenye msitu wangu. Ni wewe tena eh? Na kwa nini unapenda sana kukaa kwenye njia za mawindo yangu? Mimi sikai kwenye njia za mawindo yako, ila hao wanyama ambao unawafukuza mimi ndio kama baba yao. Sasa unapendelea kutumia mnyama gani ili nikupe mnyama ukafaidi na familia yako? Wewe si baba wa wanyama? Sasa nitakapohitaji mnyama sitaangalia ni mama yao au ni baba yao. Kwa wakati mwingine hii itakuwa hali yako. Mwindaji, mimi sitishiwagi na upinde, kwa sababu hiyo naichonga mwenyewe na kuitumia. Sasa chagua tu utatumia mnyama gani mwindaji. Nitakuhesabia. Kama usipokuwa mpole mbele yangu, nitakufanya kuwa kitoweo. Ukijaribu kuhesabu, mimi huwa na kuongezea namba nyingine mbele yake. Mwindaji, nimependa ujasiri wako. Tunaweza kuwa pamoja siku ya leo kwenye mawindo. Nimependa heshima yako. Twende nikakupatia mnyama umtakaye.
Mtabiri, mi naona tumekurupuka kumwambia ukweli. Kidawa, nisikilize kwa makini sana. Sio kwamba tumekurupuka kumwambia mapema. Ni sahihi ya kujua yeye ni nani. Kidawa amechoka kujificha ficha kwenye mapango. Anahitaji naye kupata uhuru wake, aweze kuishi kama tunavyoishi sisi. Ila namuonea huruma kwa sababu ana kazi kubwa sana ya kufanya. Kifanya ni sahihi. Himaya yetu saizi inapitia mambo mengi sana, ndio maana nikamweleza kila kitu ili aje kuwasaidia wanahimaya. Wanahimaya wengi wataumia sana. Kuna wanahimaya wengi hawana nguvu na wanahitaji mtu wa kuwasaidia, na ndio yeye jicho la wanahimaya Ruamba. Tabiri, Kidawa, nimeagizwa na mlinzi mkuu Kitola. Hii ni amri kutoka kwa chifu. Mnahitajika ngomeni sasa hivi. Sawa, tunakuja. Sio mnakuja, nimeambiwa mguu wangu mguu wenu, twendeni ngomeni. Kwani kuna nini? Mi sijui, mi ni mjumbe tu, nimeagizwa. Binamu yangu, chifu wangu, mbona umenileta huku polini? Alafu pembeni yetu naona kuna mwanahimaya. Yolanda binti Manaji, mtoto wa chifu kutoka kwenye himaya ya Rwande. Hebu punguza kuwa na wasiwasi. Nakumbuka nimewahi kukwambia kwamba kila utakapokuwa na mimi basi uko mikono salama. Kwa jinsi ulivyoingia kwenye himaya yangu, kila mtu alivutiwa na wewe. Pia kulingana na utendaji mzuri wa kazi wa kijakazi wako, Malkia amevutiwa naye sana. Kwa hivyo akaona ongozane na yeye kwenye safari yake. Hivyo nimeona hauwezi kuwa peke yako, nikupatie binti mwingine ambaye atakuwa na weledi wa utendaji kazi kama alivyokuwa kijakazi wako. Ana ujasiri kweli? Atafuata kanuni na sheria zako. Binti, hebu njoo hapa. Binti, unaitwa nani? Naitwa Mboni. Mboni, kuwa karibu na Yolanda binti Manaji kutoka himaya ya Rwande inahitaji umakini sana na akili ya kutosha. Akili yako inahitaji ufanye kazi mara 10 zaidi na ulionayo. Binti, kuanzia sasa utaongozana na Yolanda binti Manaji, mtoto wa chifu kutoka kwenye himaya ya Rwande. Kimsingi utakuwa ndomboni zake, utafuata kila atakachokwambia, na hili ndio vazi utakalolitumia kuanzia sasa, na utaacha kutumia hiyo sare ya himaya yetu. Sawa sawa? Amri yako ni sheria kwangu chifu, nitafanya utakavyo. Sawa. Binti chifu, tunaweza kwenda kufanya mazungumzo. Unautafuta huu mzizi? Shika. Pokea, wala usiwe na wasiwasi.
japo sijakujua wewe ni nani, ila unaona nikinusa afu nikilamba ujue tamu, ila nikinusa alafu nikitema ujue chungu. Nimeipenda hii. Unaweza kuniambia wewe ni nani? Maneno yako sio mageni kwenye masikio yangu. Bashambe, mganga mkuu wa himaya ya Luamba, baba yake na Mage, kijakazi wa Nyasika binti Chifu. Nakufahamu vizuri tu. Kitu ambacho mimi najiuliza, wewe umeijuaje hii dawa? Na mimi nimehangaika kwa muda mwingi sana kuitafuta na nimeikosa, lakini wewe umeipata. Wewe ni nani na unatokea wapi? Mbona sikufahamu? Huo mzizi ni adimu sana, na leo na imani ungetumia siku nzima kuutafuta. Japokuwa nimekukabidhi, lakini utumie taratibu na uutunze, maana ni adimu sana huo mzizi. Nataka nikujibu swali lako. Umeniuliza mimi ni nani? Mimi ni mwindaji. Nimekuelewa. Luamba yatikisika kwa siri za damu, damu ya chifu, damu ya chifu. Kila mmoja atatawala nami, damu ya chifu. Chifu mkubwa analinda enzi, lakini kivulini usaliti wa malkia.